Suratul Asri. Suratul Asri makia, ni sura iliyoshuka Maka. Wa adadu ayatiha 3 ayat, idadi ya aya zake aya 3. Sema Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, na apa kwa alasiri. Na hizi ni zama. Al asri ni wakati na ni muda, ni zama, muda wa jioni. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara. Allah ameapa kwa kiumbe chake, ambacho kiumbe hicho ni wakati, na Allah huapa kwa viumbe vyake, na wanadamu hawaruhusiwi kuapa kwa viumbe vya Allah. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko kwenye hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Tajwa imani hapa. Wa amilu salihat, hawakuishia hapo kwenye imani tu, bali wakatenda mambo mema. Wa amilu salihat, na wakatenda mambo mema. Watawasau bil haqq, baada ya kuamini na wakatenda mambo mema, wakawanasihi wenzao, wakahusiana kushikamana na haki. Wa huwa al-amalu salih, wakahusiana kushikamana na haki, na haki ni amali njema, na kufanya yale ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasau bis sabr, na wakahusiana kusubiri wakati wakifanya kazi hiyo ya kuwahusia watu na kuwalingania watu, huenda yakapatikana maudhi ndani yake, basi wanahusiana kusubiri vile vile. Unatakiwa usubiri. Na Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab katika miongoni mwa risala zake alizoandika, kuna risala moja ndani yake kuna masail zinaitwa masailul arba, masala 4 ambazo zinatakiwa kila mtu azijue, ajifunze masala hizo, azielewe. Akasema katika masala hizo, la kwanza ni al-ilmu, la kwanza kabisa ni elimu. Na elimu hapa ni kusudia imani. Al-ilmu huna al-iman. Naam, al-ilmu alladhi huwa al-iman. Jambo la pili, al-amalu bihi. Kwa hivyo inatakiwa mtu kwanza ajue, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbik, jua kwamba yeye Allah hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kaanza hiyo, kisha ikaja amal, wastaghfir lidhanbik. Istighfari ni amal. Na hapa kwenye aya kwenye suratul Asr amesema illa alladhina amanu wa amilu salihati, kafatia amal. Kwa hivyo al-iman, al-ilmu alladhi huwa al-iman, elimu ambayo ni imani, alafu inafuatia amal. Al-amal wa amilu salihati au al-amalu bihi. Kwa kwanza al-ilmu ambayo ni iman, al-amalu bihi, kufanyia kazi hiyo elimu. La tatu, ad-da'watu ilayhi, kulingania juu yake. Umeshajua, unafanyia kazi ulichokijua, sasa wafikishie na wengine, nao wajue kama ulivyojua wewe, nao wafanye kazi yale ambayo ulionafanyia kazi wewe ya kheri. Ad-da'watu ilayhi, kuifanyia kazi hiyo elimu. Na mwisho, masala ya 4 katika masailul arba ni as-sabru ala al-adha fihi, ni kusubiri kuhusu maudhi ndani yake, kusubiri juu ya maudhi ndani yake, yani ya yote haliyotangulia hapa, au ndani ya ad-da'watu ilayhi. Katika da'wa naweza ukawa kuna maudhi mengi ambayo yatakupata kwa sababu ya da'wa. Wewe unawafikishia watu ujumbe, unawafundisha watu ya kheri, unawakataza watu shari, lakini wao wanakutukia, wanaanza kukupiga vita, wanakufanyia vitimbi vya kila namna,
Wewe sasa hapo unatakiwa usubiri na urudi katika sura hii na usome uone kwamba Allah anakuhusia nini katika hii sura. Turudi kwenye maelezo ya mshereheshaji wetu. Anasema wal asr az-zamanu, ni zama alladhi yaqa'u fihi harakatu bani adam, ni wakati ambao zinatokea ndani yake harakati za mwanadamu, min khairin wa shar, za khairi na shari. Nyakati au wakati ambao hutokea ndani yake harakati za mwanadamu, kwa maana ni huu wakati ambao mwanadamu yuko na pilika zake, harakati zake huku na kule, anakwenda anarudi, anahangaika, anatafuta. Naam, aqsama Allahu bihi ala anna al-insana la fi khusr, ameapa Allah kwa zama hizo na wakati huo kwamba mwanadamu yuko kwenye hasara, ai fi khasaratin wa halakin, yani yuko kwenye hasara na maangamio, yuko kwenye hasara na maangamio makubwa. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, fastathna, Allah akavua, istathna, akavua Allah min jinsi linsani, kwa jinsi hii ya mwanadamu, yani katika jinsia ya kibinadamu Allah akavua anil khusrani, kutoka kwenye hasara, kwamba hawa hawatakuwa kwenye hasara. Alladhina amanu biqulubihim, wale walioamini kwa nyoyo zao, wa amilu salihat, na wakafanya yaliyo mema, bijawarihim, kwa viungo vyao, hao wakavuliwa, hao wakavuliwa. Na hapo ndo unapata al-imanu, imani huwa madha, al-imanu huwa madha istilaha, aywa qawlu bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Qawlun bil lisani, tamka kwa ulimi, wa amalun wa i'tiqadun bil qalb, na kuitakidi kwa moyo, wa madha wa amalun bil jawarih, na kutenda kwa viungo. Watawasau bil haqq huwa adau ta'at, ni kutekeleza yale ya taa, wa tarku al muharramat, na kuacha yaliyo ya haramu, kwa maana kwamba wakahusiana kutekeleza yaliyo ya haki, wakahusiana kutekeleza yale ya haki ambayo ni taa, na kuacha kinyume chake ambacho ni kuacha muharramati, kuacha mambo ya haramu. Wewe utakapokuwa unafanya kazi hii ya kuamrisha watu kushikamana na mema na kufanya taa na kuwakataza waache ya haramu, basi wako watakao kupenda na wako watakao kufanyia vita. Watawasau bisabr ay ala almasaibi, wakahusiana kusubiri juu ya masaibu. Masaib yani ni yale mabalaa, wal aqdar, na yale makadirio ambayo Allah ameyakadiria uyapate katika njia uliyoko nayo. Wa adha man yu'dhi, na maudhi ya wenye kuudhi. Mimman ya'murunahu, katika wale ambao anawaamrisha mema, bil ma'ruf, wa yanhaunahu 'anil munkar, na wanawakataza mabaya, katika wale ambao wanaowaamrisha, yani maudhi ambao wanayapata kutoka kwa wale ambao wanaowaamrisha na kuwakataza. Qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, amesema Imam Shafi'i, law tadabbara an-nasu hadhihi as-sura lawasi'atuhum, lau wangelizingatia watu hii sura basi ingeliwaenea. Ibara hii imekuja kwa riwaya tofauti tofauti. Riwaya nyingine inasema kwamba Imam Shafi alisema, lau ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi, lau kama asingeliteremsha Allah hujja
nyingine zaidi ya suratul Ikhlas kwa waja wake na kwa viumbe wake, illa hadhihi sura, isipokuwa sura hii, lakafathum, basi ingewatosha hii suratul Asr, kutokana na jinsi ilivyosheheni mambo yanayohusiana na imani, mambo yanayohusiana na elimu, mambo yanayohusiana na kuamrisha mema na kukataza mabaya, mambo yanayohusiana na subra katika njia hiyo ya kutafuta ya kuamrisha mema na kukataza mabaya.